Habari zenu tunazo. Habari zenu tunazo. Wahabi ni tawi la Kikatoliki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu vipindi vyetu bora kabisa, kipindi chako hewani habari zenu tunazo. Wahabi ni tawi la Ukatoliki, ndio kipindi ambacho tutakwenda nacho kuanzia sasa mpaka kufikia tamati mwa kipindi chetu hichi. Na kubwa zaidi kwenda kutazama baada tu ya wao kutoleana siri za aina mbalimbali na kuonesha kwamba usalafi uchwara ni biashara tu, watu wapo kwa ajili ya fedha, lakini pia wakaonesha namna ambavyo usalafi uchwara ni wizi tu, wanaibia watu. Kuna wanaibia pesa za wanaibia watu wa ndani, na kuna ambao wanaochukua mamilungula kutoka huko nje katika njia za aina mbali. Na kubwa kabisa ni kwenda tukutazama ili upate kuwa ni miongoni mwa watu wanaoweza kuzinduka kupitia genge hili la usalafi uchwara. Na kubwa zaidi tutakwenda kuungana naye Dr. Said na Sheikh Saifuddin Al-Ghazali, na hasa ndio kuyapitia yale makundi mengi walionayo katika genge hili, kama namna alivyotangulia kusema kwamba ukiona tunapasukana watu wanakuwa mafungu mengi, basi jua kabisa ni mambo mawili tu yanaweza kupelekea hivyo. Kwanza fedha, lakini pili ni tamaa za dunia, ambazo sasa wao wana zaidi ya makundi 72. Na leo tutapitia tu japo kwa dondoo katika baadhi ya makundi, na makundi hayo ndio yatakupa uthibitisho wa moja kwa moja kujua kwamba usalafi uchwara ni kazi za watu, ni kampuni ambayo imeasisiwa kwa watu kuingiza fedha, si kuwa katika dini, katika namna ambavyo watu, baadhi ya watu wanavyoaminishwa na kulazimishwa kuonesha kwamba hii dini, kumbe ni kampuni tu ya watu wameandaa kwa ajili ya kuendesha majambo yao kwa namna moja ama nyingine. Muda huu nitapeka salamu kwake Dr. Said na Sheikh Saifuddin Al-Ghazali, na kisha baada ya hapo rasmi tutakwenda kutazama walau kwa uchache makundi haya machache miongoni mwa 72, na utapata kujua kwa fasaha, ili hapo ulipo utie akili kichwani na uzinduke kuna genge hili hatari, genge la usalafi uchwara. Dr. Said na Sheikh Saifuddin Al-Ghazali, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, hali gani Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala. Na hasa ukizingatia tuna afya tele na nishati ya kutosha, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Na bila shaka unaweza kuona nishati na energy alionayo Dr. Said na Sheikh Saifuddin Al-Ghazali ni kubwa mno, na kubwa ni kutaka wewe uzinduke mahala ulipo kunako haya yatakayokwenda kusemwa hivi punde kunako genge hili la usalafi uchwara pamoja na makundi yao. Tutakwenda kupitia makundi machache, na makundi hayo utakwenda kuyajua hapa tu katika muda mchache ujao. Dr. Said na Sheikh Saifuddin Al-Ghazali, tumepitia katika vipindi vilivyotangulia tukaona kwamba namna walivyo masalafi uchwara, wakajaribu kuonesha kwamba wale wenye tabia kupasuka makundi kwa makundi, basi mambo ni mawili tu makubwa: kwanza fedha, na pili tamaa za kidunia. Na ndio likapelekea watu kupasuka, lakini kwa bahati mbaya sana wamesahau kama wao wana makundi mengi, na kila kundi lina taratibu zake na protoko zake, na zina mkuu wa uendeshaji wa hizo protoko walizonazo. Sasa tukatazame ni kuna makundi mengi, lakini tupitie walau makundi kadhaa ambayo sasa yanaweza yakatoa taswira moja kwa moja kupitia kuswadikishwa kwa maneno yao wao wenyewe katika kitabu kichotangulia ndani ya masiku 40 katika nchi ya Tanzania. Je, makundi hayo ni yapi? Kwanza tuyajue, na pia tujue taratibu zao zikoje, ili wale watu ambao wanajinasibisha kwamba ni masalafi uchwara basi watie akili na wazinduke, wajue kwamba hapa wao ni mitaji wanaoingizia watu fedha. Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, yallah, bila shaka wala wasiwasi, darsa hili ni x-ray. Yani ni x-ray ambayo ina uwezo sasa wa kufanya utafiti mzuri kabisa kwa hawa masalafi uchwara, ili yoyote yule ambaye atakayeacha akili yake huru kuanzia sasa atakuwa ameshaufahamu vema usalafi uchwara ni nini. Lakini kadhalika kuna wale ambao wanaosema hata mfanye nini mimi nitabaki kuwa ni salafi tu uchwara. Hawa sisi tunawaambia
wameshapigwa mihuri katika mioyo yao. Kwa hiyo lazima wawe hivyo. Kwani hata Wakristo si wako hivyo? Kuna mwingine mlinganie utakavyomlingania anakuambia hata ufanye nini, mimi nitabaki kuwa Mkristo. Si wanasema hivyo hayo maneno? Sasa kwa hiyo wale wanaosema maneno haina maana ndio ipo kwenye haki. Ni maneno anaweza kusema hata mpagani kwamba ipo kwenye upagani wake na hawezi kutoka, hawezi kuhama kwenye upagani. Maneno yapo hayo. Lakini jambo la pili, wakati tunakwenda kutazama haya makundi, na hii ni x-ray rasmi ambayo itakayomfanya yule ambaye atakayetuliza akili yake atabaini kwa usahihi kabisa ya kwamba hizi ni biashara za watu, na walio create haya makundi ambazo ni biashara zao wanaingiza pesa nyingi sana. Lakini mtaji unaomfanya huyu alio create kundi hili kupata hela ni wewe usiyejitambua, unaojipiga kifua na kusema nipo katika manhaji sawa sawa. Wewe ndio mtaji wa watu. Watu wanapata hela kupitia wewe. Bahati mbaya maskini hujui kama watu wanapiga hela kupitia wewe. Zinduka. Yani katika tanbihi yangu ambayo ninakwambia ewe ndugu yangu, baki kwa Muislamu tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala tamutunna illa wa antum muslimun. Usiwe ni mtu umepigwa muhuri katika nafsi yako. Hebu sikiliza haya ambayo tunayoyasema bitaqulin mardiyan, kwa akili iliyoacha huru, ili usikilize haya kwa ufasaha wa hali ya juu. Ikhwani, ndugu zangu, ukimsoma mmoja miongoni mwa wanawavioni wa sasa anaitwa Raji Sultani. Huyu mwamba anasema as-salafiyatul muasira, sawa, ya kwamba hawa masalafi uchwara. Anasema waqad takallama albahithuna kathiran fi hadha al-amri wa qassamu hadhihi as-salafiyata al-amma ila salafiyatin kathiratin. Mwamba huyu anasema watafiti wameatafiti haya makampuni yanayoitwa masalafi haya uchwara, yanayowaingizia makrieta wao hela. Anasema wameatafiti sana kathiran fi hadha al-amri, katika jambo hili la haya makampuni ya usalafi uchwara. Waqassamu, kisha baada ya kuyafanyia utafiti haya makampuni yanaitwa salafi uchwara, wakayagawanya hadhihi salafiyata al-amma, haya makundi yote yakagawanywa ila salafiyatin kathiratin, kwenda katika kampuni vya kisalafi vingi sana, vikawa vimegawanywa kutokana na pati wanazocheza, wanazopita katika zile pati zao. Kwa hiyo jambo la msingi ndugu yangu, kuwa makini sana. Je, wewe upo katika salafia kampuni gani? Haddadia au upo kampuni gani? Asururia au kampuni gani? Pongwewia au kampuni gani? Sasa jitazame hapo ulipo wewe, yani upo katika kampuni ya watu na wewe ndio bidhaa yenyewe inayotumiwa na hao wenye kampuni na wanapata pesa. Ili usiwe katika bidhaa hiyo, baki kuwa Muislamu bila kujinasibisha katika kikundi chochote. Utakuwa wewe ni Muislamu ambaye, na ndivyo tulivyoelezwa na Qur'ani. Ukisikia tu makundi, kampuni hiyo. Sasa mwamba huyu anasema katika hayo makundi 72 ya hivi vikampuni vya kisalafi, moja kuna salafiyatul ilmiya. Salafiyatu al-ilmiya tutaijua hapa. Lakini kadhalika kundi la pili kuna salafiyatul harakiya, tutaijua hapa. Lakini kundi la tatu salafiyatul madkhaliya, tutaijua hapa. 4 kuna salafiyatul jihadiya, tutaijua hapa. Na 5 as-salafiyatul haddadiya, tutaijua hapa. Kuna kina asururia na mfano wa hayo, sawa, al-madakhila, al-khawarij na mfano wa hao na wengine wengi, wakina jadida hawa na mfano wa hayo na wengine wengi, tutakuja kuyaona hapa. Maana nina tabu mimi nina
makundi yote 72. Sasa hizi nimenyofoa kidogo yale makundi mangapi? Manne. Tuyatazame kwa haraka haraka ili iwe ni x-ray kwako wewe, ili uwe ni mtu safi, ni mtu ambaye sikiliza vitu kwa mazingatio sahihi. Usisikilize mambo kwa ushabiki, sikiliza kwa mazingatio, utabaini kwa usahihi kabisa. Alafu pima hizi hoja ambazo tunazizungumza sisi, alafu kadhalika upime na haya matendo tunayoyasema yapo katika magenge hayo. Pima mwenyewe bila kuleta ushabiki wa aina yoyote. Wallahi namuapa Allah, kama utafanya hivi utapata majibu sahihi sana ya hichi ambacho tunachokizungumza biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunaanza na salafiyatu sadiqina wan nubala. Hili ni kundi ambalo linaitwa salafiyatu sadiqina wan nubala. Hawa ni wale masalafi, kwa maana tu wanaokusudiwa ni wale masalafi wa kweli kabisa, kwa maana wema waliotangulia, na sio hawa walokuwepo hivi sasa, hawa uchwara. Sikiliza hao wakoje, sifa zao ziko hivi: haulai taifatun minas salafiyin, hilo ni kundi la masalafi. Fakanu min akhlasi nasi, kwanza walikuwa ni katika watu wenye ikhlas. Sasa vuta picha, tazama genge ulokuwa nalo wewe, lina ikhlasi? Haya tena, min akhlasi nas, katika watu wenye ikhlas. Wa ambalihim, na watu wenye akili nzuri. Lakini wa athbatihim, na ni watu ambao wenye ithbati nzuri. Saddaqu fi talabi ilmi, wametafuta ilmu kwa ukweli. Fajitahadu fihi, wakajitahidi katika kutafuta ilmu. Walam yaqifu ala babin wahidin min abwabihi, na hawakubakia katika mlango mmoja miongoni mwa milango ya ilmu. Hawakubaki katika mlango mmoja. Asavuta picha hapo ulipo wewe, hao masala wanaojiita masalafi uchwara wapo katika, wameenda katika milango mingi ya ilmu au wamebaki katika mlango mmoja? Utabaini wapo katika mlango mmoja. Akikwambia niqabu ni wajib, atabaki hapo kwenye niqabu ni wajib. Wakati huo huo kuna milango mingine ya niqabu, yeye uko katika milango mingine haendi. Maana yake huyu kwa mujibu wa x-ray hii hayumo katika masalafi wa kweli, huyo atabaki kuwa ni salafi uchwara. Aya au masdarin wahidin min masadirihi, na yule salafi wa kweli huwa habaki katika chimbuko la ilmu la aina moja katika machimbuko mengi ya ilmu. Yeye huchukua yale machimbuko mengi kabisa. Au tariqatin wahida, au habaki katika njia moja. Min turqihi, miongoni mwa njia za ilmu, habaki katika njia moja. Fakanu, sikiliza sasa, anasema huyu mwamba Raji Sultani, anasema walikuwa abadu nasi ani taasubi, ni watu wako mbali kabisa na uselfish na ubinafsi. Hawa ambao ni wema waliotangulia walikuwa wako mbali sana na uselfish na ubinafsi. Yani ni watu ambao walikuwa hata wakiona zuri kwa wasiokuwa wao hawasiti kulichukua na hawasiti kulisifia na kulipongeza lile zuri kwa wasiokuwa wao. Leo utaona sisi hapa hata tukisoma aya, anakuja mtu anasema hamna kitu hapo. Yani aya haina kitu. Kwa nini? Kwa sababu tu anamchukia nani? Yusufu Diwani. Kwa hiyo na aya zake hamna lolote, hamna lolote. Alafu anajiita masalafi yao. Sasa si masalafi uchwara tu hao. Lakini kadhalika wana maneno yao. Umeishiwa wewe. Yani unasoma aya, unasoma hadithi, unasoma na vitabu walivyoandika wao. Alafu lugha yao umeishiwa. Sasa kama aya ni kuishiwa, hadithi ni kuishiwa, kusoma hivyo vitabu vyao wenyewe ni kuishiwa. Sasa wao wanavyovisoma ni nini nje ya hapo ili wawe wao hawajaishiwa? Ndio nakwambia hawa ni kampuni za watu, na bahati mbaya maskini yeye hayajielewi kama yenyewe yapo katika kampuni na bidhaa ndio yenyewe yanatumiwa katika hali za namna hiyo. Wallahi ni hatari. Al-Akhi Sheikh Hussein bin Diwan, masalafi wa kweli kwa maana wema waliotangulia
walikuwa mbali sana na kitu kinachoitwa at-ta'assub. Tazama kundi lako, je, linalizungumzia vipi kundi lingine? Hapo unapata majibu kiwepesi tu shekhe. Ukikaa na kundi lako alafu kalitazama namna kundi la Pongwe linapozungumzia kundi la Umaru ibn al-Khattabi, unapata majibu sahihi kabisa kwamba hapa kuna taasub, kuna ubinafsi, na hayaji hayo masala yote isipokuwa ni kwa sababu ya hela na kwa sababu ya kupambana katika dunia tu, ndio mambo yako hivyo. Kwa tazama kundi lako, lina tabia ya kushambulia vikundi vingine, lina tabia ya kuona wengine hawajui, wao ndo wanajua, lina tabia ya kuona wenzao hawapo katika haki, wao ndo wapo katika haki. Ukiona hivyo tu, biashara ya watu hiyo, na bila shaka watu wanajiingizia hela, na wewe unayejipigia kifua katika genge hilo ndio mtaji wa watu katika mazingira kama zinduka. Naamini darasa hizi zitawazindua watu wengi tu biidhni, iwe leo au baadaye inshallah. Wadhiqil ufuqi, na wale masalafi kwa maana wema waliotangulia wa kweli walikuwa hawafungi njia, kwamba wanafunga mipaka hapa bana, hili ndio hivi. Hakunaga vitu vya wakati, kuna akwali zingine na kuna njia zingine. Wao hawakuwa hivyo. Ukimwona yule wa kwako, kazi yake ameshaelekezwa, maelekezo yanayeleta mshahara, kamuelekeza tunataka ushike kauli hii, na yeye ndio akawa anaitetea kauli hiyo, hata kama anaona kuna kauli za wanavyoni wengine hazina maana na hazitakiwi kabisa wewe kuzifata. Fahamu kabisa hiyo ni kampuni, na aliye create hiyo kampuni anatoa maelekezo na anaingiza hela nyingi kwa yale maelekezo kufatwa katika utaratibu wa namna hiyo. Wewe ujiulize ndugu yangu, watu wote wale wazee wetu wote walitufundisha dini hawakujua dini. Leo atakuja mtu anasema kwanza wewe Yusuf Diwani sio shekhe. We ni nani wa kutoa ushehe kumpa mtu? Na we ni nani wa kumvua mtu ushehe? We ni nani yani? Hata watu wakakaa wakakusikiliza eti kauli yako wewe, na wao wakaichukua kwamba kwa kuwa wewe umesema sio shekhe, ndio na watu wachukue kauli hiyo, ndio iwe sio shekhe kweli. We ni nani? Hadi watu wana tabia kujidanganya kupita kiasi. Anajidanganya yeye kwamba ana uwezo wa kumpa mtu ushehe, na anajidanganya yeye ana uwezo wa kumvua mtu ushehe. Usiwazimu. Na anaamini kabisa. Na anajiamini yeye hivyo, na anaaminisha na wapumbavu wenzake hivyo. Haya, hii ni hatari sana katika zama ambazo tulizokuwa nazo. وصدقوا في إخلاصهم وغايتهم فتعلموا العلم ليباهوا به العلماء ولا ليماروا به السفهاء فكانوا أبعد الناس عن الرياء والدخن. Wale wema ambao walotangulia kwanza walisoma ilmu sio kwa malengo ya kujifakhiri kwa wanailmu, kwa maana mimi nimo. Hawakusoma. Wewe ukiona genge lako wanajitahidi kusoma, maana sio kusoma, wanajitahidi kusoma, alafu wanajifakhiri mbele za watu, sisi ni hatari sana, kuna mwingine, jua kabisa kampuni ya watu na ipo katika maelekezo maalum. Ndio mambo jinsi yalivyo. Lakini wale wema walotangulia hawakuwahi hata siku moja kujifakhiri mbele za watu za wanailmu kwamba na mimi nimo katika ilmu. Wao walikuwa wanasoma kwa ajili ya ikhlasi. Fata'allamul ilma, wamejifundisha ilmu kwa ajili ya kujua mazingira yao, kujua dini yao, kufata utaratibu sahihi wa dini yao, sio kwa ajili ya kuvimba yani na kupandisha mabega ya juu. Wala liyumaru bihi sufaha, wala sio kwa ajili ya kuonyesha kwa watu wajinga kwamba wale ambao hawakusoma wewe ndio unatuna sasa, mimi ndio msomi wenu hapa. Hawakuwa hivyo. Fakanu ab'ada an-nasi 'anir riya'i wad-dakhan. Masalafi kwa maana wema waliotangulia bila shaka walikuwa ni watu wako mbali sana na riya, kujionyesha kwa watu, wadakhan au kadhalika vile kutuna na kuvimba kwa watu. Hawakuwa hivyo hata siku moja. Genge lako ukiliona lipo katika utaratibu huo, fahamu kabisa kampuni hiyo, hii ni X-ray tunakupa, pita katika njia hii, bila shaka utapata majibu yaliyo sahihi kabisa. Tunakwenda katika kundi la pili haraka. Kundi la pili wanaitwa salafiyatul ajizina wal jubana. Hawa sasa yadhunnu annahum qad janahu lil batili. Hawa ni wale masalafi uchwara. Kundi lao sasa hili huwa wanadhani kwamba wameikimbia batil. Na wanadai yani wanadhani ya kwamba wao wameachana na batil. Wamalu ilaihi,
lakini kumbe vile ndio wapo kindaki katika hizo batili. Hebu twende sambamba hapa al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anakataza watu kuwakejeli watu wengine. Na hata Mwenyezi Mungu anasema hivyo ndani ya Qur'an, anakataza mtu huyu kumkejeli mtu mwingine. Lakini kadhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakataza mtu huyu, yani Bwana Mtume anakataza mtu huyu kumtukana mtu mwingine. Lakini kwao hawa hiyo ndio manhaji. Kutukana matusi ndio manhaji. Maadamu wewe umeikhtilafiana naye, basi yeye anaona ni haki yako kufanyaje? Kutukana. Si tabu lao ili hapa 40 yauman fi Tanzania wanasema ni haki kumtukana Barahiani. Sasa kama Barahiani ni salafi uchwara na wao ni masalafi uchwara, lakini wameikhtilafiana naye, ni haki yake kumtukana Barahiani. Je, sisi ambao sio katika genge lao tutukana? Maana yake ndio wana haki zaidi kututukana. Ndio manhaji unaita manhaji sawa sawa hiyo. Wallahi ni vituko vikubwa kabisa katika hali za namna hiyo. Sasa wanajifanya wamekimbia batili, lakini kiuhalisia wamezama katika hiyo batili yenyewe katika hali hizo. Lakini kadhalika tarahum la ilaha ulai wa la ilaha ula. Utaona ni watu ambao fata upepo tu. Shekhe wao akisema hivi, hata kama akasema utumbo, na wao watafika ule utumbo. Hata kama akiwaingiza katika makosa, na wao wanakwenda kwenye makosa, hata kama wanayaona dhahiri. Hivi swala la tukana watu, kejeli watu, linataka ilmu kubwa sana kujua kama ni kosa hili. Lakini kwa kuwa mashekhe zao wanafanya hivyo, wanatukana watu, lakini baada ya kutukana watu wanaokejeli watu, unatarajia hivi vidampa vinafanyaje? Na venyewe vinakwenda katika hali hiyo. Hata kama vinaona jamani, ila kutukana so sawa, ila venyewe vitakwenda kwa sababu vishaambiwa ndio manhaji sawa sawa. Ni tatizo. Hawa wanaitwa salafiyatul ajizina wal jubana. Wa hum ahlul batili dhannina ala alhaqi. Na hao ni watu wapo katika batili tu, lakini cha ajabu na hatari zaidi, wenyewe wanadhani kabisa ya kwamba wapo katika haki. Adhanina ala alhaqi. Wanadhani kabisa pale walipo wapo katika haki. Kina cha haki. Aiwa. Ahlu shataimi wal fadaih. Ni watu wa matusi na kejeli. Hilo ni kundi sasa la hawa masalafi uchwara, linaitwa salafiyatul ajizina wal jubana. Ni ahlu shataimi wal fadaih. Ni watu wa matusi na kejeli. Yani wao kumtukana mtu ni sawa, kumkejeli mtu ni sawa. Alafu anakuambia tupo katika manhaji sawa sawa, tupo katika haki. Kumbe wanadhani ya kwamba wapo katika haki, kumbe wamezama katika batili zao. Ndugu yangu, hili ni x-ray. Fanya x-ray hapo ulipo. Tazama vijana wa kisalafi, tazama mashekhi wa kisalafi uchwara. Utabaini kabisa wa vijana wa kisalafi uchwara, mashekhi wa kisalafi uchwara, sifa hizi wanazo. Kama wanazo, weka tiki katika darasa hili ambalo sisi tumelifanya. Na vile kuna mtu mwingine anaweza kuona kabisa wanazo, alafu anajitoa akili. Sisi hatuna tabia hizo. Wakati unaziona dhahiri kabisa hizi tabia ni za kujificha. Hapana. Sisi kwa wazi kabisa. Alhamdulillah, watu sasa wanajua haya majambo. Lakini thalithan, kundi la tatu, salafiyatul qasirina wal juhala. Kuna masalafi wanaitwa salafiyatul jahilina, yani alqasirina wal juhala. Amma haula, kikundi hicho cha hao, fahum taifatun minas salafiyin, ni kikundi cha hao masalafi uchwara. Qasurat bihim uquluhum, akili zao ni fupi sana. Hawa kundi hiki alqasirina wal juhala, akili zao ni fupi sana. Wafuhumuhum, na fahamu zao ni za maajabu mno. Fagharaqu fi dhalamil jahli wa hum yadhunnuna ma'a dhalika annahum a'lamun nasi. Hawa masalafi uchwara hawa, fagharaqu fi dhalamil jahli, wamezama sana katika katika giza la ujinga. Wa hum yadhunnuna ma'a dhalika annahum a'lamun nasi, na wao wanadai au wanadhani pamoja na hivyo kwamba wamezama katika giza la ujinga, lakini wanadhani ya kwamba wao ndio wajuzi wa watu katika ilmu. Ni wajinga,
ila wanahisi kwamba ni wajuzi wa watu katika masala ya ilmu. Sasa hebu litazame genge lako, ni kweli haya yanayosemwa au si kweli? Utawaona wanavyojipiga kifua, hakuna wenye ilmu kama wao. Kampuni ya watu hiyo na walio create hiyo kampuni wanapata hela, na mtaji wa kusababisha kupata hela ni wewe hapo unaojipiga kifua, mimi ni salafi uchwara. Hii ni hatari sana ndugu yangu. Tazama, tufanye x-ray mwenyewe katika genge ambalo wewe upo, haya majibu utayapata kwa usahihi kabisa. Ni watu wajinga, lakini wanadhani ya kwamba wao ndio wajuzi katika watu katika swala zima la dini. Lakini wa aftanuhum, na wanadai wao ndio wenye maarifa makubwa katika dini. Tarahum, utawaona, wahum yabhathuna an kulli khata'in nas, tabia zao utawaona kazi yao ni kutafuta makosa ya watu. Leo mpaka imefikia wakati watu wanawatoa makosa wanavyoni wakubwa. Si hawa masalafi uchwara, hasa genge la Pongwe, si huwa linasema kina al-Imamu Razi inaita ni wanavyoni waliopinda. Bila haya, bila aibu. Hivi huyu Kasim Mafuta na genge lake ana ilmu gani ya kufikia Imamu Razi kwamba aseme al-Imamu Razi kapinda, yeye ndo alonyoka? Wallahi jamani, tumogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa watu wapo kwa maelekezo maalum na wanaingiza hela, na tutakuja hapa kuyataja maburungutu yale na namna yanavugaiwa katika hayo magenge. Ni hatari. Ni muda tu, swala la muda tu. Kama jinsi ambavyo tulivyotoa muda wa kuthibitisha namna gani watu wanalipwa. Wewe unasikia kuna kauli tena sasa hivi wanasema sema. Kama sema bubahala, umesikia hiyo kauli? Hakuna bubahala hapo. Umefia hapo. Si tabu lao lenyewe ili hapa. Kwa hiyo ni hatari sana shekhi. Msiende. Nyie ndo mitaji yenyewe. Si bara yale keshasema. Kwa hiyo katika miongoni mwa kundi hili la masalafi uchwara, tarahum wahum yabhathuna an kulli khata'in an-nasi, lakini kadhalika utawaona hao ni wale ambao wanaotafiti sana makosa ya watu wa auratihim, lakini na aibu za watu. Wanatabia sana kutafiti kuchunguza aibu za watu. Hilo genge waliokuwa nao liko hivyo? Kama liko hivyo, basi ndugu yangu wewe umeumia hapo ulipo. Wewe ndio mtaji, walio create genge hilo wanaingiza hela, ni salafia tu kampuni hizo, kampuni za watu. Wewe tu ndio ujui ndugu yangu, tunakusanua hivi sasa. Amka, shtuka. Yani ili jambo liende vizuri, hata wewe mwenyewe hapo ulipo katika hilo genge, anza sasa kufuatilia taratibu, chunguza taratibu. Naamini wallahi ipo siku utakuja utatuambia, shekhe, nashukuru mmenisaidia pakubwa sana kutoka katika genge hili. Ligenge ni mitaji ya watu, shauri yako. Lakini kadhalika yuwafiquna anfusahum ala ra'yin wahidin wa madrasatin wahidatin. Hawa watu jinsi walivyo wanakubaliana na nafsi zao katika rai moja tu. Wao rai moja tu ndo rai yao. Na hawa ni watu wanakwenda katika mifumo ya Freemason hawa. Kwa sababu ndo ulimwengu unaandaliwa kuwa hivyo. Yaani ulimwengu wote wana akili moja tu. Ndo hii, yani wamewatumia hawa masalafi uchwara katika kufikia malengo yake. Hawa ma-Freemason. Ni hatari sana ndugu zanguni. Unaweza ukashtuka kuyasikia haya, lakini ndo ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Lakini kadhalika wa madrasatin wahida, na kadhalika watu huwa wanakaa katika madrasa moja tu. Yani huyu hataki kupanua akili yake. Ukikaa kwa mwalimu mmoja, akili yako itabaki pale kwa ule ufahamu wa yule mwalimu tu. Lakini ukawa na tabia unakwenda kwa mwalimu huyu, unakwenda kwa mwalimu mwingine, una compare ile ilmu, utaona hata ufahamu wako unakuwa mkubwa. Lakini unachukua tu ufahamu wa mtu mmoja, na yeye anakupigia pini, anajua kabisa kwamba akikupa fursa ya kwenda kwa mashekhe wengine au kwa walimu wengine, kakukosa. Akili yako itakuwa pana. Kwa hiyo akili yako ikiwa pana, utaachana naye. Sasa ile ya kudhibiti, hakuna kusoma kwa watu bid'a. Hakuna kwenda kwa hapa. Na wewe unapandikizwa mpaka yanakaa vizuri kichwani mwako. Unaona ni kweli, kumbe maskini ni mtu anakudhibiti ili mtaji ule uendelee kuwepo. Wala yatrukuna li ghairihim alhaqa, na wala hawaachi haki kwa mtu mwingine. Kikundi kingine waite kile kipo kwenye haki, haitokee hiyo. Ni sisi ndo tupo kwenye haki, wale kwenye batili. Bas ndo anakuwa katika hali za namna hiyo. Fi an yakuna lahum ra'yun
fi an yakuna lahum ra'yun mukhalifun, tena kikundi ambacho kina rai ambao wamehtilafiana na wao, bali yarmunahum bikulli ma yastati'una min ittihamati al-ibtida', bali kazi yao ni kuwatupia ni kuwatupia bikulli ma yastati'unahu, kwa kiwango anachoweza, min ittihamati al-ibtida', kutokana na tuhuma za uzushi. Yani hawa ni mabingwa wa kuwatupia watu tuhuma za uzushi. Yule mubtadi, mtu wa bid'a, leo wamefikia mpaka hatua ya kusema ya kwamba Imamu Abu Hanifa ni mubtadi, ni mzushi. Usifikiri haya mambo yamekurupuka, wameficha ficha. Mmoja akaona sasa tunaficha haya mambo mpaka lini, wakati sisi tunasema hivyo. Wakakurupuka, Abu Hanifa mzushi, na sio muda mrefu tutasikia na Imam Shafi ni mzushi. Imam Shafi anasoma kunuti wakati wa alfajiri, na wao wanasema kunuti ni bid'a. Sasa kwa Imam Shafi anasoma kunuti wakati wa alfajiri, manake ni nini? Manake mzushi. Manake na subirini tu, wala sio muda mrefu. Kwa hiyo sasa akija mtu akasema atukubali kama Yusuf Diwani shehe, sio shehe kabisa. Sasa sisi tunashangaa nini? Mmeweza kumwambia Abu Hanifa sio shehe, ni mzushi. Sasa mtaogopa kusema Yusuf Diwani sio shehe na ni mzushi? Au mimi nashangaa nini kwa nyinyi kusema hayo maneno? Watu wana ajabu sana hawa shekhe. Kwa hiyo hichi ni kikundi ambacho kinakuwa na sifa hizo. Tafakari ewe ndugu yangu, hizi sifa katika kundi lako zipo. Tena limujarradi annahum lam yuwaqifu fi ra'yihim, na wanawaita watu wale ni watu wa bid'a kwa sababu tu hawaendani na rai zao, fikra zao hawaendi nazo, wa ittijahihim, lakini kadhalika na ile mielekeo yao hawaendi nayo, basi wanawaita watu wa bid'a baina alhaqi wal batil. Lakini la yatrukuna fursatan illa wayamlaunaha bijahlihim, hawaachi fani yoyote ila fani hiyo wataijaza hiyo fani hiyo, watajazana kutokana na ujinga wao. Fayakhrujuna alaina bira'yihim aljahilati anil fitna, wataanza kuihukumu ile fani, hawaijui, lakini wataanza kuihukumu hiyo fani kwa hukumu zao ovyo, na wanawatoa watu kwa fikira zao zilizojaa ujinga na kuwaingiza watu katika fitna, katika hali za namna hii. Ndio masalafi uchwara. Fani zote utaona wanajiingiza. Na fani hawana. Mathalan mtu anataka kuisemea fani ya tiba. Wallahi ukimtazama huyo mtu mwenyewe anayesemea fani ya tiba, harfu moja ya tiba hajui. Alafu anataka kuanza kuhukumu. Hatu hatari sana hawa. Herufi moja katika fani ya tiba. Sisi hawa masalafi uchwara si wanakuja kwetu. Tunafanyia sana tiba kwa sababu hatutaki tu kuyasema, kwa sababu masuala ya tiba ni baina ya tabibu na mgonjwa wake. Khalas, yanaishia hapo. Walishahangaika sana huko, washapulizwa masihiri huko, wamehangaika sana kuyachomoa yale masihiri, imeshindikana. Wameshasoma hivyo visomo vyao, wameshawekeana maheadphone katika vichwa vyao, hakuna kitu. Mwisho wanasema twende kwa Yusuf Diwani. Alhamdulillah, na mimi namshukuru Allah katujalia kabuli na ijaba. Wakifika hapa tatizo ni nini? Kadha, basi inshallah acha na sisi tutawassal kwa Mwenyezi Mungu. Tutawakkal kwa Allah. Ukimshughulisha mtu utaratibu, ukimshughulisha mtu unampa fedha, lazima ulipe tu, lazima ulipe gharama. Wanatoa baada ya kutoa kaa hapo, haya anafanyiwa jambo, kishafanyiwa jambo na Allah anajalia kabuli na ijaba, wanapona. Ni wangapi wanapona? Sasa baada ya hapo, sasa akishapona hapo, anakwenda sasa kwenye jukwaa. Akishafika pale jukwani, tiba ni ushirikina. Tiba ni ushirikina. Tena bahati nzuri wengine wanaanza kutupigia simu mapema. Shekhe, unajua mimi nipo katika kazi yangu hapa. Sasa ukiona majambo na kuomba utuvumilie, hatukusudia tunachokisema, bali tunakusudia hii sauti ndio iende, ila yale tunayoyasema yapo katika mioyo yetu. Wallahi wanatuambia anachokusudia yeye ni ile sauti ndio iende kwa wale tena anasema macho yamemtoka, unaweza ukahisi kama ni mkweli pale alipo. Lakini kwa kuwa sisi tunajua, anasema baadaye anapiga, shehe nimekupiga kidogo hapa, lakini wewe unaelewa? Anambia sawa, hamna shida. Hamna shida ndugu yangu, najua. Tekeleza wajibu. Sasa ikishaingia sasa huku duniani, wasiojua sasa kinachoendelea wanaanza kutoa povu.
pigwa sana itudwana, pigwa tari sana. Wengine wananitumia zile clip wakati zinaenda kurekodiwa, najua kabla hata sijarekodiwa. Hatari sana. Tabakia kucheka tu. Nasema mashaallah, Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Kwa hiyo itazama genge lako. Ukiliona lina tabia hizi tulizozitaja, mitaji ya watu. Na mimi nawaambia hivyo ndugu zangu. Na nyinyi vumilieni. Yes, waga mnanipuliza. Mnanipuliza kimtindo wakati mimi najua kabisa kinachokwenda kufanyika ni nini. Na mimi nakwambieni pia katika clip yangu, na nyinyi vumilieni. Tuvumiliane tu, ndio mambo jinsi yalivyo. Rabi'an, namalizia kundi la 4 kwa leo. Salafiyatul khainina wal umala. Kuna masalafi wanaitwa khainuna wal umala. Amma an haula, amma katika kikundi hiki cha 4, fahum au bashu salafiyin, ni masalafi wahovyo zaidi, masalafi uchwara wahovyo zaidi, alladhina da'u wa hiya minhum bara, ambao wana madai kwamba wao ni masalafi na hiyo salafi wenyewe uko mbali kabisa na wao, mbali, lakini kwa kudai tu kwamba wao ndio, ni hatari sana. Hao wanakuaje? Hawa sasa ndo wale kina Barahiani, kina Kasim Mafuta na wenzake na magenge yao, ndo hapa wao wanaingia katika kundi hili, na nitakwambia kwa nini. Fahum abina udunia, hawa sasa wao ni watu wa dunia. Huyu hapa Abu Muadhi alishasema, ukiona makundi yanafanyaje, yanapasuka, ujue hao ni kwa sababu ya nini? Ya hela na dunia. Si huyu hapa Abu Muadhi alokuja Wakasim Mafuta, delegation yake kubwa kabisa, wametoka Damaji huko, wametoka Damaji Yemen, wamekuja hapa. Sawa, unawakakaa masiku 40. Tena walivyokuwa waongo saa watu wanasema hizi 40 sio zile wanazokaa wale tablighi. Sisi tulikuwa tumekusudia mwezi, tukachelewa ndege ikawa imejaa, ndio zikatimia siku 40. Waongo wakubwa hawa. Kuna ndege ni siku hizi za kukaa. Shagaa, nataka kuwadanganya kina nani hao ambao hawajui hizo safari za ndege. Hatuna mna gani hapa. Fahuma bina'ud dunya. Hawa sasa kina Kasim Mafuta na wenzake, kina Barahiani na wengineo, waliotajwa katika kitabu hiki. Sio nawataja mimi, humu katika kitabu hiki wametajwa. Hao abina'ud dunya alladhina ta'allaqat biha uquluhum wa qulubuhum, ambapo mioyo yao na akili zao zote zipo katika masala ya kidunia. Moyo wa Kasim Mafuta na genge lake, moyo wa Barahiani na genge lake, kwa mujibu wa Abu Muadhi, kwa kuwa wanapasuka, basi hawa watu wapo kwenye nini? Kwenye dunia na pesa, kwa mujibu wa Abu Muadhi. Sasa anasema akili zao zote zipo kwenye hela na akili zao zote zipo kwenye dunia. Kwa nini maneno yetu hayo? Si wameandika wenyewe haya maneno? Wameandika wenyewe. Aiwa, fabahthu an turqiha, wanachokifanya wao wakaanza kutafuta njia sasa ya kuiendea hiyo dunia. Naipataje? Kundi la 4 hilo linaitwa Salafiyatul khainina wal umala. Hawa sasa kazi yao wakaanza kutafuta njia za kupata dunia. Wakafanyaje? Fawajadu tariqan jadidan amina, wakapata njia mpya tena yenye amani sana katika kupata hiyo dunia na hela. Ni ipi hiyo? Huwa tariqu tamassuhi bid-dini wad-da'wa, ni njia ya kujifanya wameambatana na nini? Na dini. Na ni njia ya kujifanya wao ni wana dawa. Kwa kumbe kupitia njia hii ni rahisi kupata dunia na kupata hela. Wana majambo. Na huyu sikasema hivyo. Ahmadu al-Muallim, ambaye Abu Muadhi ananukuu maneno ya Muqbil, anasema Ahmadul Muallim ukiona anakwenda usalafini anafata madirham na madinari. Si maneno yapo kwenye 40 yauman fi Tanzania. Kwani maneno ya Yusuf Diwani mimi ndo nimeandika hiki kitabu? Wakati wanaandika mimi nipo. Si wameandika wenyewe. Sasa ndo haya, ukiona genge la Pongwe ni hela tu, ni genge lipo kwa ajili ya maslahi ya kidunia. Khalas, habari imekwisha.
lakini wa huwa tariqun yusilu ila dunya duna adna ta'abin wa juhudin, nayo ni njia ambayo inawapeleka wapi? Katika kupata maslahi ya dunia bila hata ya kuchoka wala bila hata ya kupata mikiki. Kaka pale ana kamarkazi kake pale, kale kamarkazi ndo nembo. Sasa wanakuja delegation inatoka Damaji inafikia pale kukagua pale miradi. Mwaka jana alikuja akakuta watu 30, mwaka aliokuja akakuta watu 40. Kweli kazi inafanyika. Kwa hiyo fungu linafanyaje? Linaongezwa. Nyinyi mliokuwa wajinga mnaokwenda hapo na mnajinasibisha katika genge hilo, hamjui kama nyinyi ndio mitaji. Kwa sababu walikuwa 30, walipofika 40 hela ikaongezeka. Maana yake nyinyi ndio mitaji yenyewe. Kwa lazima watoe povu, lazima wapambane tu katika masuala haya. Haya, wala ya'rif haqiqatahum fihi ahadun, hakuna yoyote ambaye anaweza kujua ukweli kama wao wapo katika dunia na hela. Yoyote hakuna anaweza kujua kama hukutuliza vizuri akili. Mafundi wanafikiri wao ndo wajinga, wana namna ya kutengeneza ili usishtuke. Yani kuna mapigo yanaandaliwa ili wewe ambaye uko huku nje huwezi kujua shekhe. Kwa hiyo wewe ukitazama pale unaona watu manhaji sawa na tunafundisha tauhidur rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma wa sifat, ndio sawa. Ukiona jinsi yani kama vile walokole vile. Ukiona zile mbwembwe na mishipa ya shingo koo zinavyokauka, masauti ya mwangu wanavyorekodi hizo, unaweza kusema hapo kwenye kazi yani kwenye dini kweli. Kumbe ile yote nini? Zuga. Kukuzuga wewe usianze kufikiria, lakini mbona hivi? Fikra hiyo ya kufikiria hilo shekhe huwezi kuipata, labda baada ya kupata klipu hii ndio utaanza kuona hebu kwanza na mimi nianze kufuatilia. Na ukifuatilia utajua. Ndio ilivyo, ukifuatilia utajua. Na wao wakishtuka wanakutimua mapema sana. Wakikushtukia kwamba unaanza kuwafuatilia, wanakutimua. Mbona kama wanakutimua shekhe. Sasa mbona tunajua wanakutimua, anajua huyu anataka sasa kuingia sasa kuharibu tena majambo hapo. Wanakutimua haraka sana. Ndio anasema wala ya'rifu haqiqatahum fihi ahadun, hakuna yoyote ambaye anaweza kujua uhakika wao. Hakuna yoyote anaweza kujua nini? Uhakika wao, kwa sababu wana timing za hatari sana. Bali yuthni alaihim aljahilun, bali wajinga ndio wanaendelea kuwasifu tu. Hawa katika manhaji sawa shehe wetu huyu katika manhaji shehe maskini, wajinga ndio wanafanyaje? Wanaendelea kuwasifu. Sio maneno yangu, maneno ya bwana mkubwa Raji Sultani, salafi mwenzao huyo. Lakini kadhalika munkhadiina bimadhharihim, wanawahada watu kwa mandhari yao. Mandhari yao ndio yanawahadaa watu. Watu wanashindwa kujua kama wapo kwenye dunia na kwa ajili ya fedha. Mandhari yao, ukiwaona ndevu nyingi, kanzu fupi na kujifanya wao na misimamo katika dini. Hizi zote, kanzu fupi, ndevu nyingi na kujifanya misimamo katika dini, ni hadaa ya kuwahadaa watu ili wasianze kutafakari vizuri kwamba mbona kama kuna hela hapa. Unaona? Wada'awahum, na kule kufanya da'wa zao ni hadaa tu ya kuwahadaa watu. Humul khawana wal umala, hao ni wahuni na wafanya kazi tu. Si hata maneno yamesemwa, Barahiani si alisema kuambia watu jamani msiende kwa hiyo delegation iliyotoka Damaji imekuja hapa, hao ni wafanya kazi tu, wamekuja kwa ajili ya hela, na nyinyi mkienda mtafanywa kuwa mitaji. 40 yauman fi Tanzania. Abu Muadhi kanukuu maneno ya Barahiani, na bwana mkubwa huyu Raji Sultani anasema hivyo. Anasema hawa yani uliane mandhari yao ni hadaa, ndevu zao ni hadaa, kanzu fupi ni hadaa, kuonyesha misimamo ni hadaa. Lakini kadhalika humul khawanatu wal umala, ni wahuni tu hawa, nani wapo kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya kuingiza nini? Hela. Si maneno haya anasema katika mazingira kama haya. Kwa hiyo wewe kama ukiendelea kujitia gizani, ni wewe mwenyewe tu umeamua tu kujitia gizani kwamba usielewe kinachoendelea ni nini. Lakini usahihi wa mambo ndio huu ambao tunao kuelezea leo. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan anatokea huyu salafi uchwara, akaja kumtuhumu Sheikh Yusuf Diwan
Yusuf Diwani mshirikina, Yusuf Diwani mchawi, Yusuf Diwani sio na kadha kadha. Jamani, mimi nikwambieni, sishituki, sitetemeki, sitetereki na wala sioni maajabu. Si hawa masalafi uchwara hawa wamemtukana Imam Suyuti hawa. Sema. Au mpaka tuweke klipu yake. Si wamemtukana Imam Suyuti hawa, wahuni hawa wanasema Imam Suyuti ni murtadi. Si hawa. Sasa hebu fikiria kama Imam Suyuti ikaweza kutukanwa na hawa wahuni hawa. Wewe nani? Mimi ni nani sasa wasinitukane hawa? Yaani kwanza mnaponitukana mimi ndio naona vizuri. Yaani mimi ndio nakwambieni sasa kama mjui. Tukaneni tu. Yaani tukaneni sana. Mnapotukana mimi ndio poa. Aya, si ndo hawa mwita Abu Hanifa ya kwamba ni mubtadi, mzushi. Mzushi. Sasa hawa wakinita mimi kwamba mzushi, si mshirikina, si mchawi, napata shida gani? Si ndo kanuni yao hawa? Wewe unataraji hawa wanaweza wakamwita mtu ambao wamehitilafiana naye kwamba huyu ni mtu safi? Haiwezekani. Sasa wao kwa wao hawaitani. Wao kwa wao hawaitani katika majina sawa sawa. Si kuna mtu anaitwa sijui Hamisi Imam. Na kuna wengine katika genge la Pongo wanampuliza na yeye anasema na mimi siwaachi na mimi nawapuliza. Wote masalafu utwara wanapulizana kweli kweli. Wao wanamuita Hamisi Imam ni mpotevu na yeye anawaita wao wapotevu. Sheikh, kuna hatari humo. No, mimi naandika kitabu hichi 40 yauman fi Tanzania nakifanyia sharhi hiki. Sheikh, mtashangaa. Hayo yote mtayaweka mimi. Hizo balaa zote nitaziweka katika kitabu. Watu watasoma. Mpaka kieleweke shekhe. Asi wahuni. Sasa wenyewe wanatolea nasiri. Kikundi kinachoitwa Salafiyatul Khainin wal Umala, kumbe ni kikundi cha wahuni na wapo kwa kazi maalum. Na ndio kikundi hiki ukitazama silsila zake ndio silsila za Pongwe, silsila zake ndio silsila za Barahiani. Si hapa wamesema wao wenyewe. Kwani tumesema sisi? Tungekuwa tumeandika sisi wangesema tumewazulia. Lakini wameandika wenyewe 40 yauman fi Tanzania. Mtunzi huyu hapa Abu Muadhi Hussein ibn al-Hatibi. Huyu ndio mtunzi na mwandishi huyu hapa. Mwandishi huyu hapa Yahya ibn Ali al-Hajuri. Si mwandishi na kahakiki kwamba mambo yako vizuri yaliyozungumzwa. Wallahi ni hatari sana. Kwa hiyo hawa watu ni watu yani wanakwenda wanajisahau. Wakishajisahau wanaanza kutoleana siri. Wakishatoleana siri sasa nikija mimi hapa Yusuf Diwani nikazisoma siri zao wana react vibaya sana. Sasa hivi Mubahala shapoteza. Baada ya kutoa ile mchezo zile kwamba wapo watu kazini. Hausikii tena sasa hivi. Utakuja wapi? Na Mubahala wakabahili na waliotoa siri ya mishahara yao na ongezeko la mishahara yao. Si ndio wakabahili nayo kwa waliotoa siri ya ongezeko la mishahara yao. Wallahi ni hatari. Kwa hiyo inshallah al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan tutaendelea na darasa zetu katika nyakati zijazo, huku tukiendelea na majukumu mengine. Siku tukipata fursa tunapuliza Wahabi mtandaoni au habari zenu tunazo. Na siku tukipata fursa tunaendelea na mambo yetu mengine. Maana hawa wana tabia ya ovyo. Siku akiona mmekaa kimya siku mbili tatu, umeona? Amekimbia. Ndio mnyamazisha. Hakuna wa kuweza kutunyamazisha. Hata siku moja hajazaliwa na hajatokea. Wa kutunyamazisha sisi hajazaliwa na hajatokea. Tukiwa na mambo yetu tafanya mambo yetu mengine. Tena na ikifika wakati tukasema bana turudi yani ni hivyo tu. Wala halina asikudanganye mtu. Kisika wadanganyeni sana tumemkalisha kimya. Majitu ni majinga ujue. Ayangemuuliza mbona tunawaona wanaendelea. Wamekimbia studio. Kwa hiyo muongo hapa ni nani? Muongo namba 1 ni nani? Si wewe ambao uliosema kwamba tumemkalisha kimya hata uzungumza tena. Atakimbia studio. Kila siku yupo studio hajakimbia, vyuma vinaruka, mambo yanakwenda, wanazidi kuchanganyikiwa huko kwenye mitandao. Wanachanganyikiwa, yani kisia tu sauti ya Yusuf Diwani, wallahi hawalali. Usingizi unawaruka kabisa.
Wanaona sasa jamaa anakuja kutuharibia sasa. Hela zitakuwa haziji tena. Na kuaje tena? Inshallah mimi niishi hapo kwa leo al-akhi Sheikh. Bwana, mimi niwaambie ni tu kwamba hii ni X-ray kwa wewe ambaye uliyejinasibisha na genge la usalafi uchwara kwa aina zake zote. Kubwa tu ni kwamba baki kuwa Muislamu, ndivyo Mwenyezi Mungu alivyotutaka na Bwana Mtume ametusisitizia hilo. Tubaki Waislamu, hatukuambiwa tuwe masalafi kwa maana ya usalafi wote utakavyokuwa unavyojiita Kadima, sijui nani, Jadida, mtu gani, Haddadia, vyote utakavyokuwa midhali tu ni salafi uchwara. Basi wewe baki tu kwa Muislamu, sababu hii X-ray inakufanya wewe kujitazama hapo ulipo. Na kama ni mwanafunzi, basi mwanafunzi aliye sawa kichwani kwake, baada ya mwalimu huwa haitoshi. Ndio maana kalikuwa na tuition mtu akasome nje ya shule. Kwa sababu gani? Somo lile mwalimu mwingine utabaini na vitu vya ziada utavipata. Kwa sababu kwa kupata vitu vya ziada, maana yake sasa ima wewe nje akufundishe vizuri zaidi, akupe maarifa mazuri zaidi, ama uone kama mwalimu wa darasani alifanya zaidi kuliko huyu ulionaye nje. Maana yake itakuongezea kitu katika akili yako na unaweza ukafanya kitu bora zaidi. Ukiona unafungwa akili, usisome mahala pengine, usome hapa tu. Amini unatengenezwa kuwa mtaji. Ukitoka tu, maana yake tayari katika sehemu ya mtaji wake utapungua. Sasa usikubali kuwa mtaji kizembe kiasi hicho. Hebu zinduka, kuwa acha akili yako huru. X-ray hii ikupitia kichwa chako, nasikiliza ikiwa unataka kufahamu na kuweza kujua mwelekeo katika masala ya dini, ndio unaweza kupata chochote kitu katika haya tunayo yazungumza hapa. Lakini ukisikiliza kwa maelekezo na mihemko, upati chochote zaidi hapo. Wewe utaendelea tu kumuongezea mshahara huyu ambaye unaye uliopo hapo kwake. Kama ni Pongwe, kama ni grupu la Pongwe, utaendelea kuwaongezea mishahara watu wa Pongwe. Lakini kama ndugu yetu wa Arusha na Moshi, pia utaendelea kuwaongezea hiyo mishahara yao na fedha zao. Na kubwa zaidi sasa, utabadilishwa nguo tu, utavalishwa leo kijani, kesho utavalishwa nyekundu. Baada hapo utavaa kanzu nyeupe kwa ng'ombe yule. Wenzako wanavuta mpunga. Kwa hivyo hebu zinduka ndugu yangu. Kipindi hichi cha habari tunazo ni kipindi ambacho kina makusudi yake makubwa kabisa. Nataka kuzindua wewe kuna genge hili la usalafi uchwara. Na kubwa natakiwa kwamba kila mmoja akae katika mahala pake. Habari ya kutukana watu, hii sio kitu kizuri, kwa sababu ukimtukana mzazi wa mwenzio na kwako, atatukanwa tu kwa namna yote. Iwe hai atatukanwa, iwe amekufa atatukanwa tu. Ni kanuni ziko hivyo. Kosa ili usitukaniwe, acha kutukana wenzio, mambo yatakwenda kwa katika hali ili kuwa nzuri kabisa. Lakini pia nimalizia hapa kwamba kuna watu ambao wao wanasikia kwamba tiba kuna mahali tunataka sisi huyo mkurugenzi wa Pongwe tunataka naye kabisa uso kwa uso kwenye masuala ya tiba. Mkurugenzi wa Pongwe tunataka naye mahala fulani hapatajwi. Sawa. Akifia Bujarabu. Naam. Jamani, hebu mwache kufungwa akili. Acheni kufungwa akili. Zifungueni akili zenu. Mtabaini makubwa. Kuna mengi ya dunia nyingi yanawapiteni kwa sababu ya kufungwa nini? Akili. Hebu zifungue akili zako. Makubwa na mengi utayabaini na kheri nyingi zitapatikana. Nikumbushe tu tarehe 13 tunaingia katika dua yetu kubwa, ambayo dua hiyo ina makusudio makubwa ya kugusa maeneo muhimu ambayo yanakutaka wewe hapo ulipo tu utathmini kama na migogoro katika ndoa, uchumba haukamiliki, lakini pia umekimbiwa na mke au mume, basi ipo dua maalumu kabisa kwa ajili yako wewe mnamo tarehe 13 ya mwezi huu wa 8. Na kweli idadi iko kasi sana, na inakaribia kabisa kufungwa mlango wa kuweza kujisajili katika jambo hili. Lakini pia kuna watu ambao wana changamoto zao za kimaradhi, wanaumwa maradhi ya kibiolojia, maradhi ya sihiri na maradhi ya kishetani, lakini pia na maradhi tu miongoni mwa maradhi ambayo huenda mtu ameyapata maradhi ambayo mpaka sasa hajajua namna tafiti zake hazijabaini mgonjwa nao umwa. Basi tuungane pamoja na sisi katika dua ambayo itakafanyika mnamo tarehe 13 ya mwezi wa 8. Kubwa ni kwamba upate taratibu, tupigie simu hivi sasa tukupe utaratibu ambao unatakiwa kutekeleza utaratibu huo
Kisha baada ya hapo rasmi utakuwa katika orodha na ile idadi ambayo inatakiwa, na dua zinafanyika kila siku, na wewe zitakuwa zikupitia siku baada ya siku kwa jina lako, kwa utaratibu wako, na naamini kheri nyingi zitapatikana. Basi mimi sina la ziada kuambia tuwasiliane nasi kupitia namba hizo hapo, kupitia masuala mazima ya dua, ili tuweze kuwa sambamba katika dua na tarehe 3 siku ya Alhamisi mwezi huu wa 8 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari zenu tunazo. Habari zenu tunazo. Wahabi ni chawi la Kikatoliki.